Mtazamaji, baada ya bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara na kamati ya waamuzi kumtangaza mwamuzi atakayepuliza kipenga katika mchezo wa dabi ya Kariakoo siku ya kesho kutokea pale nchini Misri, mchambuzi wa masuala ya kimichezo Hans Raphael amekuja na maswali 8 ya msingi yenye hoja nzito kwelikweli katika peji yake ya Instagram, akiandika hapa: najiuliza maswali mengi. Kwa nini ligi yetu inaendeshwa kinyume na kanuni? La kwanza, ni kanuni gani imetumika kuamua dabi ya Yanga na Simba ichezeshwe na mwamuzi kutoka nje ya nchi ya Tanzania? Ya pili, kanuni namba 8 itazipa ruhusa ya kutoa malalamiko kwa maandishi kwenda TFF siku 3 kabla ya mchezo ikiwa hawajaridhishwa na muamuzi aliyopangwa. Je, Simba na Yanga wameshirikishwa kwenye hili? Klabu zinatakiwa zijibu hili, tena zijibu wanachama wao na mashabiki waweze kufahamu. Ya tatu, ikitokea timu moja ikagoma kuja uwanjani kwa madai kuwa kanuni zimevunjwa, watakuwa na haki? Je, mechi namba 184 itaahirishwa tena? Akiuliza. Namba 4, je, timu itakayopoteza mchezo ikikata rufaa kwa madai ya kuvunjwa kwa kanuni, matokeo yatafutwa ama la? Akiuliza swali la 4 hilo, mtazamaji. Swali la 5 ameuliza, je, uamuzi kwa ajili ya ushirikiano wa kimpira kati ya Tanzania na Misri, je, umepima ubora wa waamuzi hawa? Ikiwa dabi ya Misri klabu za National Al na Zamalek zimegoma mechi yao isichezeshwe na waamuzi wa ndani, tumeidharau dabi yetu. Hatari sana mtazamaji. Lakini ya 6 akiuliza, je, uamuzi huu uliokuja baada ya kukosekana kwa refa Arajiga aliye masomoni unathibitisha kuwa ligi yetu msimu huu imechezeshwa na waamuzi wa ovyo zaidi wasiokidhi viwango vya mechi kubwa za ligi. Namba 7, kamati ya waamuzi haioni kama inawajibika katika hili kwa kutengeneza marefa ambao hawana uwezo wa kuchezesha mechi kubwa ya dabi. Namba 8 na swali la mwisho anahoji, bodi ya ligi na TFF wamefanya uamuzi huu kwa hofu gani? Ligi na mpira wa Tanzania umeshindwa? Akiuliza hivyo, akimaliza na kusema, kichwa changu kina maswali mengi. Kwa nini mpira wetu unakiuka kanuni na kuleta matatizo makubwa mbeleni? Akiuliza swali hilo, lakini baadhi ya wadau mbalimbali wamecomment katika peji yake, akianza Mr. Mwanya anasema naam, lakini Hans Raphael yeye hapa akaonyesha emoji tu ya kujibu, tunajua ulitegemea atatetesha Kayoko, akisema hivyo. Wengine akisema tatizo lako unahisi kila kitu cha kuchambua. Juzi tu kaka umetoka kusema umeukomboa mpira wetu. Je, huu ndio ukombozi wenyewe? Nao wakiuliza swali hilo, kanuni gani ya kumtoa Mguto ndo imetumika? Unatuuliza sisi, wewe si ni juzi tu umekomboa mpira wa nchi? Hii leo unatuuliza nini kama wewe ndiyo ambaye umesema umeukomboa mpira wa nchi? Imbwano Alex anasema, lakini mpira si ulishinda jamani, mliukomboa. John Maganga anasema, mbona Yanga mnateseka sana kuhusu refa? Huyu wa mwisho anasema, wewe jamaa hujui unataka nini. Juzi tu hapo ulisema mpira umeshinda, haki imepatikana, leo mpira umeshindwa. Akiweza kuandika hivyo katika peji yake ya Instagram. Mtazamaji, mimi ni kusi tu endelea kufuatilia YouTube, lakini pia usisahau kusubscribe na kucomment hapo kwa ajili ya kupata notification na kufahamu kila kitu ambacho nina kuwekea hapo mtazamaji. Mimi ni Geoffrey Moses Kalunduka, rais wa Nyakyusa TZ Tanzania, na kukaribisha sana siku ya tarehe 27 katika mkesha mkubwa kabisa ndani ya ngome ya Yesu Kristo wa chuma unoa chuma mtazamaji.
ni habari njema kabisa ambazo zitakufurahisha na utabarikiwa kwa kiasi kikubwa kabisa siku hiyo.